Tanzania yawaka moto. Uchaguzi ambao ulipaswa kuleta matumaini sasa umeacha taifa likiwa katika majonzi, machozi na hasira. Leo kwenye Mashua TV Kenya tunachambua kwa uwazi na bila woga nini hasa kinachoendelea Tanzania na kwa nini dunia nzima inapaswa kusikiliza. Matokeo rasmi yamesema Rais Samia Suluhu Hassan ameshinda kwa zaidi ya 97% ya kura. Lakini nyuma ya takwimu hiyo kubwa kuna giza. Viongozi wa upinzani wamezuiliwa kugombea, wengine kukamatwa, na maelfu ya Watanzania sasa wakiwa mitaani wakiandamana. Chama cha Mapinduzi CCM kimekuwa madarakani kwa miongo mingi. Wapinzani wanasema huu si uchaguzi bali ni mchezo wa kukandamiza sauti tofauti. Kabla ya siku ya kura, baadhi ya wagombea waliokuwa tishio walipigwa marufuku, vyombo vya habari vikafungwa na mitandao ikapunguzwa kasi. Haya yote yakiashiria kwamba ushindi mkubwa ungekuja, na si kwa kura bali kwa nguvu ya dola. Siku ya uchaguzi na baada yake, Dar es Salaam, Arusha na miji mingine mikubwa iligeuka uwanja wa mapambano. Taarifa zinasema mamia wamejeruhiwa, huku serikali ikikanusha. Lakini mashirika ya kimataifa kama Umoja wa Mataifa na Human Rights Watch yameomba uchunguzi huru juu ya vifo na ukamataji holela. Hii si hadithi ya mbali, ni sauti za wananchi wanaodai haki yao ya kidemokrasia. Sasa tujiulize, 97% katika nchi yenye makundi ya upinzani yaliyopigwa marufuku, hiyo ni kura au ni taarifa ya matokeo yaliyopangwa? Waangalizi huru wanasema mchakato mzima ulikuwa na upendeleo. Polisi walitumika kama silaha ya kisiasa, vyombo vya habari vilinyamazishwa. Huu si uchaguzi huru, huu ni ukandamizaji uliovaa suti ya demokrasia. Lakini athari zake haziko Tanzania pekee. Ukiona taifa jirani linakandamiza sauti za watu, usifikirie wewe uko salama. Ukandamizaji unapopenya mipaka unaambukiza hofu, unadhoofisha biashara, utulivu na matumaini ya vijana wa Afrika Mashariki. Leo ni Tanzania, kesho inaweza kuwa popote. Lakini nyuma ya siasa na namba kuna maisha ya watu. Kuna mama aliyehifadhi mtoto wake ndani kwa hofu ya risasi. Kuna kijana aliyepoteza rafiki yake kwenye maandamano. Kuna mwandishi aliyekimbilia ughaibuni kwa sababu ya kalamu yake. Wote hawa ni sehemu ya gharama kubwa ya kile tunachokiita matokeo rasmi. Ni wajibu wetu kama waandishi huru kusema ukweli huu bila woga. Uchaguzi ambao wapinzani wanazuiwa, vyombo vya habari vinabanwa na wananchi wanaogopa kupiga kura hauwezi kuitwa huru wala haki. Ni lazima kuwe na uchunguzi huru, kuruhusu waangalizi wa kimataifa na kulinda waandishi wa habari, kwa sababu demokrasia inakufa pale ambapo ukweli unazimwa. Mashua TV Kenya itaendelea kufuatilia kwa karibu. Hii si habari ya siasa pekee, ni habari ya utu, haki na mustakabali wa Afrika Mashariki. Kama umefika mwisho wa video hii, tafadhali subscribe, toa maoni yako na tuendelee kutetea sauti za walioko kimya. Mimi ni Isa Mashua, hii ni Mashua ya makala. Usiogope, sema ukweli.